Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Na naitwa Pastor Sume Mbena, ni mkazi wa huko Njombe katika mji wa Makambako. Haleluya. Basi hebu tuinamishe vichwa tumwombe Mungu kwa ajili ya neno. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ndiwe Mungu wala hapana mwingine. Ni yule jana, leo na hata milele, ubadiliki. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kazi njema inayofanyika mahali hapa. Na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amenikaribisha, ambaye unamtumia kwa namna kipekee. Roho wa Mungu iko ndani yake. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa lake zuri, kwa watu wa Mungu hawa ambao Bwana ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Ninakushukuru kwa ajili yao. Asante kwa ajili yote waliotangulia. Asante kwa ajili ya maombi na sifa na kuabudu. Bila shaka zimefika mbele zako. Pokea sifa na shukrani Bwana Mungu wetu katika jina la Yesu. Na muda huu Bwana, tuko mbele zako tukihitaji kujifunza kutoka kwako. Wewe ndiye mwalimu. Karibu Roho Mtakatifu aliye mwalimu, utufundishe. Yatwae yaliyo ya Kristo na kutupasha habari. Tufungulie akili zetu tukapate kuelewa na maandiko. Mpe kila mmoja wetu moyo wa ufahamu, lakini zaidi sana kuyatendea kazi, lakini pia hata kuwafundisha na wengine pia katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye nguvu, maana umetenda kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante sana. Na somo letu jioni ya leo lina kichwa wasioamini. Wasioamini. Somo lina kichwa wasioamini. Na neno la msingi tunalipata katika waraka wa Yuda sura ya 1 mstari wa 3. Waraka wa Yuda mtume kwa watu wote, ni kitabu cha pili kutoka mwisho, sura ya 1, ila sura moja tu na mstari ule wa 3. Samahani, kwa mstari wa 3, mstari wa 8, mstari ule wa 8. Biblia inasema hivi: tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Nitasema tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Huu ni waraka wa Yuda mtume, ndugu yake Yakobo, kwa watu wote. Na miongoni mwa mambo aliyoandika, anataka kuwakumbusha watu aliowaandikia, ambao ni watu wa Mungu, wa Kristo, watu waliokolewa, ya kwamba Mungu wetu huyu akisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, ina maana Waisraeli, Biblia inasema hapo kwamba aliwaangamiza baadaye. Kumbe aliwaangamiza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Watu gani walioangamizwa? Wale wasioamini. Amen. Sasa wengi wetu tunaposikia ya wasioamini, upesi sana mawazo yetu yanakwenda juu ya watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajamwamini Kristo. Ndio hao hawajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kweli, watu ambao hawajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanaitwa wasioamini, kwa sababu hawajamwamini Kristo, hawajatubu dhambi zao, hawajampokea Yesu, hawajaamini bado kazi iliyofanyika msalabani, ambao Bwana Yesu alimwaga damu yake kwa ajili yetu, kwa ajili ya ulimwengu. Hawa ni wasioamini. Lakini ndugu zangu, hata nabudi kufahamu pia, upo uwezekano hata watu waliokoka miongoni mwao kuwa miongoni mwa wasioamini. Upo uwezekano mtu
akawa ametubu dhambi na ameokoka, lakini bado hakawa miongoni mwa wasioamini. Na hapa katika mstari huu hapa wanatajwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wameokoka. Mungu aliokoa katika nchi ya Misri, akawatoa katika utumwa wa Farao, na sasa hapa wametoka wanaelekea Kanaani. Amen. Kama sisi ambavyo tumeokolewa kutoka Misri ya dhambi, katika utumwa wa shetani, ndio mfano wa Farao, na tunaelekea Kanaani ya mbinguni. Amen. Kwa hiyo ulikuwa ni mfano wa sisi wasafiri halisi tuendao mbinguni. Ndivyo walivyokuwa wana wa Israeli, walikuwa wameokoka. Wokovu wale, ndio maana wale watu walipo kanisa jangwani. Amen. Eklesia, watu walioitwa na kutoka miongoni mwao, wanatoka. Walikuwa pamoja na Musa mchungaji wao, wametoka utumwani, kanisa jangwani, wanaelekea Kanaani. Amen. Lakini hapa maandiko yanasema ijapokuwa walikuwa wametoka Misri waelekea Kanaani, wameokoka, lakini Mungu aliwaangamiza baadaye wale wasioamini, ingawa walikuwa wameokoka. Amen. Kwa sababu hapa tunapata kujifunza ya kwamba upo uwezekano mtu akawa ameokoka na katika mazingira fulani akawa asiamini. Ameokoka kweli, lakini akawa miongoni mwa wasioamini. Sasa hapa walioangamia walikuwa wengi sana, wengi sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu mstari wa 11, tunaona tena jambo hilo hilo kwamba waliangamizwa jangwani, hawakufika Kanaani. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu 11. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, hiyo ni bahari ya Shamu, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Amen. Kumbe Bwana Mungu alipowageuza tena wapite pale katika bahari, kusudi mojawapo alikuwa anataka awabatize. Na ubatizo ule ni ubatizo wa maji mengi, kwa sababu bahari iligawanyika kulia kushoto, na juu kulikuwa na wingu, wao wakapita na wakabatizwa wale wa Musa. Kwa hiyo kiroho pale alikuwa anabatizwa kama sisi baada ya kuamini tunavyobatizwa tuwe wa Yesu. Amen. Kwa hiyo wale nao walibatizwa. Kwa hiyo pamoja na kubatizwa kwao, Biblia inasema, endelea kusema, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa leo, kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliofuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini sikiza kwa makini, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Amen. Wengi, si wachache, miongoni mwa wale waliokoka kutoka Misri, Mungu hakupendezwa nao kwa sababu wakaangamizwa. Na mstari wa 6 mimi natupa onyo kwamba jambo hilo litupe funzo. Kama wale walivyoangamizwa, nasi yasije kutupata yale yale. Na mstari wa 11 tena inatupa onyo. Na mstari wa 11 hapo tena, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na mishi ya zamani. Amen. Amena. Kwa hiyo ndugu zangu, wana wa Israeli walikuwa wameokoka wengi sana, wengi sana, kwa sababu wale walioangamizwa ni wale ambao ni watu wazima kuanzia miaka 20 kupanda juu, kwa sababu kwa wana wa Israeli watu wanaweza kuhesabiwa kwa watu wazima miaka 20. Katika nchi yetu ni miaka 18, na nchi zingine kama Uingereza miaka 16,
Marekani 18 na kadhalika, lakini kwa Wayahudi ilikuwa 18. Watu waweza miaka 20 zamani, watu waweza kwenda vitani. Sasa waume ambao walikuwa na miaka 20 kupanda juu waliotoka Misri, jumla yao ukiondoa kabila la Walawi walikuwa 600,000 kama na 5,000 hivi. 600,000 na kama 5,000. Ukichanganya na kabila la Walawi ina maana ni zaidi ya 600,000 hapo. Lakini katika hawa watu ambao waliweza kuingia Kanaani, yani kuanzia umri huo, walikuwa ni wawili tu. Kaleb mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini wote hawa waume, maana yake pamoja na wake zao, wote waliangamia jangwani. Kwa hiyo zaidi ya watu milioni waliangamia jangwani. Watoto wao walikuwa chini ya miaka 20. Ndio hao baadaye waliingia Kanaani na viongozi wao au wakuu wao wakiwa Yoshua mwana wa Nuni na Kaleb mwana wa Yefune. Kwa hiyo Biblia inaposema wengi sana miongoni mwao waliangamizwa jangwani, ni kweli, wengi sana. Tumemoja pendo wangu, ingawa waliokoka kutoka Misri. Sasa kwa nini waliangamizwa? Kwa nini Mungu aliwaangamiza? Sababu ndo tumeisoma katika mstari wa utangulizi hapo, Yuda 1 mstari wa 8, kwa sababu wale wasio amini. Amen. Sababu ya wana wa Israeli kuto kuingia Kanaani ni kuto kuamini kwao. Kuto kuamini tu, wasioamini. Katika Ibrania sura ya 3 mstari wa 19, Biblia inasema hivi tena. Tuangalie mstari michache alafu tutaendelea vile Bwana atakapotuongoza. Waebrania 3 mstari ule wa 19. Waebrania 3:19 inasema hivi: basi tuwaona ya kuwa hawakuweza kuingia, hawakuweza kuingia Kanaani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Hawakuingia Kanaani, sababu inatajwa kwa sababu hawakuamini, miongoni mwao wasioamini, kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sasa lakini hawakuamini nini? Ni jambo gani lilowafanya wahesabike kuwa wasioamini? Hawa watu hawakuliamini neno la Mungu. Kutokuliamini neno la Mungu kunahesabika kutokumwamini Mungu. Hawa walisikia neno kabisa. Neno lile lilikuwa ni kuhusu kuingia kwao Kanaani, lakini neno lile hawakuliamini, halikuchanganyika na imani ndani yake. Kwa neno mwingine, walilikataa neno. Hapo katika Ibrania 4 mstari wa 2 inaeleza, Waebrania sura 4 mstari wa 2, Biblia hapa inasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Amen. Kwa hiyo lile neno lilipokuja kwao halikuchanganyika na imani, hawakuliamini. Kwa sababu hawakuliamini, wakalikataa, na kwa sababu hiyo wakahesabika miongoni mwao wasioamini, na jambo hilo likawagharimu kutoingia Kanaani. Tuko moja pendo wangu? Sasa hebu tuangalie kwanza jinsi ilivyokuwa, alafu tutarudi tena kuhusiana na sisi. Angalia kitabu cha Hesabu kwa wakati wako, sura 13 na sura 14 yote. Ukisoma kwa wakati wako sura hizo mbili, utaona kilichotokea hapo. Lakini tutasoma kwa kurukaruka mstari michache ili tukoe wakati, halafu tuendelee. Tuangalie kidogo wale wasioamini. Sasa angalia kitabu cha Hesabu sura 13, tuanze na mstari wa kwanza. Alafu tutasoma mstari kadhaa, alafu baada ya hapo tutaangalia mstari mingine ya kuacha na mingine kuendelea nayo. Hesabu sasa sura 13, tuanze mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani,
niwapayo wana wa Israeli. Tuseme wote, niwapayo wana wa Israeli. Niwapayo wana wa Israeli. Amen. Kwa hiyo nchi ile Bwana Mungu alikuwa amekwisha wapa. Amen. Lakini sasa Bwana Mungu anampa wazo Musa kwamba akatume watu ili wajue ile nchi ilivyo, kabisa watakavyoingia na kadhalika na kadhalika. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja, kila mtu nawe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli. Amen. Na mstari wa 4 yanatajwa majina yao na kuendelea. Jumla walikuwa 12. Mstari wa 17, Musa akawapeleka ili wapeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negevu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni namna gani na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayokaa kwamba ni njema au mbaya. Kwa hiyo anawapa maelekezo, rejea ya mambo watakwenda kuyapeleleza, alafu warejeshe. Kwa hiyo wakatumwa. Turuke twende mstari wa 25. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini ukianza kusikia lakini tu ujue ile taarifa ya mwanzo inaanza kukosolewa, either positive au negative. Na maana yale ya kwanza utanguliza, lakini hiki ndio hasa watu wanataka kukizungumza. Lakini watu wanaokaa nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliona wana wa Anaki huko, wana wa Anaki yani majitu. Amaleki anakaa katika nchi ya Negevu, na Mhiti na Myebusi na Momori wanakaa katika milima, na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawauliza watu mbele za Musa, huyu ndio mmoja wakati waliokwenda, akasema, na tupande Mara tukaitamalaki, maana tutaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu walipo pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walipeleleza, wakasema, ile nchi tulipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Unasikia watu wanaongeza na uongo, maana kama inawala mbona ninyi mmerudi salama? Si mtakao mliwe na nyinyi. Lakini anasema nchi inawala watu. na lakini wao wako salama. Anasema inawala watu wanaochoka. Na watu wote tuliona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefili, au ni majitu mengine. Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. Angalia watu hao, yani hawataki kwenda kule. Kwa hiyo wanachofanya, wanawavunja moyo wengine. Wanachofanya, wanatia maneno ili watu wengine wakate tamaa. Na kwa sababu wao ni wengi, jumla 12, sasa wao wako 10 wako upande mmoja, ambao wako kinyume, na 2 wako upande huu. Lakini wao wamegoma, na Waswahili wanasema wengi wape, lakini kwa Mungu sio lazima wengi iwe wape. Amen. Kwa Mungu kweli unasimama daima katika jina la Yesu. Hata kama anasimama ni mmoja katika jina la Yesu. Amen. Sasa sura 14, sura ya kwanza na kuendelea. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Unaona taarifa inavyoharibu watu? Haya maneno yaliwaharibu kabisa wale watu, na hamu yote ya kuingia Kanaani. Walikuwa wameshafika hapo karibu tu, ikaisha. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri
kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Unaona, watarudi kule Misri. Wakaambiana, na tuweke mtu mmoja awe akida, yani awe kiongozi, awe akida, tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwao waliopeleleza nchi, wakazirarua nguo zao, wakanena na mkutano wote wana wa Israeli, wakasema, nchi ile tulipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana atatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yangu umeondolewa, naye Bwana ni pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Hawataki kusikia. Wanawatia moyo, wanawaambia maneno mazuri kama tunaye Bwana, tunaye Mungu. Wale jamaa kule sio chochote, twendeni. Hawataki kusikia. Wanasema wale jamaa wanatuletea tena maneno haya, tukumute kwa mawe, wapige kwa mawe, wafilie mbali. Hawataki tena. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Wanataka kupiga mawe tu, maana utukufu Bwana ukatokea. Yaani Mungu mwenyewe akaja sasa. Ikawaje? Mstari wa 11 mpaka 12, Bwana akamuuliza Musa, "Je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini?" Naomba tuseme wote maneno hayo. Wasiniamini hata lini? Wasiniamini hata lini? Shida iko hapa. Ina maana hawa watu hawakumwamini Mungu, ambaye Mungu amesema hiyo nchi nimewapa ya kweli, niko pamoja naye. Lakini wamemdharau Mungu, wameona kwamba majitu yale yana nguvu kuliko Mungu. Wakaona kwamba wale watu warefu waliwaona kwamba wana nguvu, Mungu hana uwezo. Kwa hiyo ile ni dharau kwa Mungu. Alafu hawakumwamini Mungu. Ndio maana hapa tunaona ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawa ni wasioamini, maana hawakuliamini neno. Amen. Ukisoma mstari unaofuata hapo utaona Mungu akasema sasa na waangamiza. Musa aliwaambia hapa akasema pamoja na hayo, lakini hawa wote sasa rudi tena nyuma. Haya, anzaje kupeana jangwani. Ikaongezeka miaka 34 mingine. Ilikuwa muda mfupi tunaoingia Kanaani. Jumla miaka 40 wakazunguka sema mpaka mtu wa mwisho kati yenu ninyi atakapokufa ndipo mtakapoingia. Na wote mizogo yao ikaanguka jangwani, wakafa wote wale watu wa vita, wakabaki wawili tu, Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Kwa sababu ya kutokuamini kwao hawakuingia Kanaani. Kaka zangu, dada zangu, sababu ya wana wa Israeli kutokuingia Kanaani ni kutokuamini kwao. Hawa walikuwa miongoni mwao wasioamini, ingawa walikuwa wameokoka, ingawa walikuwa wametolewa Misri, lakini kwa sababu hawakuamini, Mungu hakukubali waingie Kanaani. Na hawakuamini jambo gani? Hawakuamini neno. Amen. Walilikataa neno, na sababu yake tunaiona. Angalia ufafanuzi tena, Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza 32 mpaka 35. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari ule wa 32 mpaka 35. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza 32 mpaka 35. Neno Mungu linasema hivi. Musa anahutubia hapo ili apande kileleni, akafe asivuke mto Yordani. Sasa anapa maneno ya mwisho, lakini anawaambia miongoni mwake, anasema hivi: lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana. Jambo gani? Ndio ile kuingia Kanaani. Ukisoma mstari unaofuata, Bwana katuma watu, ingieni sasa. Wale watu hawakumwamini Bwana. Akasema haiwezekani, hawakumwamini Bwana. Lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana Mungu wenu
aliwatangulia njiani usiku kwa moto kuonyeshia njia mtakayoendea, na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimama hema zenu, pa kusimamisha hema zenu. Bwana akasikia sauti ya maneno yenu, akaghadhibika, akaapa akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowapea baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa sababu amemfuata Bwana kwa kila neno. Naomba tuseme wote, kwa sababu amemfuata Bwana kwa kila neno. Kwa kila neno. Amen. Kwa hiyo Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni, hao walipewa kuingia ile nchi kwa sababu wao waliamini neno, walimfuata Bwana kwa kila neno, walisema inawezekana, bila shaka inawezekana. Wao walikubali neno la Mungu. Amen. Tumoja pendo wangu. Tumoja pendo wangu. Amen. Ndiyo, kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu wapendwa, sisi nasi tumeokolewa. Tumetoka Misri ya dhambi katika utumwa wa Shetani. Bwana Yesu akatuokoa. Damu yake ikatuosha, ikatusafisha. Tunaelekea Kanaani ya mbinguni. Si ndio wapendwa wangu? Lakini tukumbuke wakati wote, mkakati wa Ibilisi ni ule ule, kutufanya tusiliamini neno. Hivyo ndio vita kubwa vya watu waliokoka. Miongoni mwa mashindano tuliopewa na Ibilisi, tusiliamini neno, ili hatimaye mtu asiingie Kanaani, ili tusiingie Kanaani ya mbinguni. Amen. Jambo hili la kutokuliamini neno, nyoka wa zamani Ibilisi alilianza tangia bustani ya Eden. Bwana Mungu aliwapa amri wazazi wa kwanza, Adam na hatimaye Eva, kwamba matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya wasile, maana siku watakapokula matunda hayo watakufa hakika. Agizo lilikuwa jepesi, maelekezo yalikuwa clear kabisa, Mungu akawapa. Lakini Ibilisi ndani ya nyoka mwerevu alipokuja kama mtu hao, akamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu, kama msile matunda ya mti huo. Alafu anasema hakika hamtakufa. Anapindua neno la kwanza, manake Eva analetewa mashaka. Kwani matunda yana shida gani? Hamtakufa. Mungu anajua kwamba siku mkila mtafanana naye. Kwa hiyo anawaonea wivu, na mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Yana kitu matunda yake. Maana yake mama yetu akaingia katika hali ya kutokuamini lile neno ambalo Bwana Mungu alisema katika Mwanzo 2:16-17, kama matunda ya msile mkila mtakufa. Ibilisi alipokuja anasema hamtakufa katika Mwanzo 3:1-7, mpaka mambo yalipoharibika ndio anasema nyoka alimdanganya nikala. Baadaye ndio anajua kwamba kumbe ulikuwa ni uongo. Lakini baada ya kudanganyika alikubali maneno ya nyoka. Wengi watafahamu kwamba walikaa katika udanganyifu, mambo yatakuwa yameharibika. Ndio tunajikuta huko jana mkuzimu, ndio wanafahamu kumbe ilikuwa ni uongo. Kumbe ilikuwa ni uongo. Lakini ameshachelewa. Hapa huko ameshaharibika. Tumoja pendo wangu. Tunaelewa pendo wangu? Ndiyo, jambo inatendeka. Na lengo la Ibilisi kwanza watu kulitia mashaka neno, alafu wasiliamini neno. Kutokuliamini neno ni kulikataa kwamba hili hamna. Na mtu akilikataa anakuwa miongoni mwao wasioamini, hata kama anasema Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewa pendo? Ibilisi kaka zangu, vita vyake ni kuziweka kwenda mbinguni. Na moja kati ya njia anayoitumia kuwafanya watu wasiamini neno
mtu akilikataa ile neno, asipoamini, hawezi kwenda mbinguni, iwe kwa namna yoyote. Kama hawezi kufika mbinguni. Neno hili mtu akilikataa, hata lilo dogo akilikataa, shughuli yake kwenda mbinguni imeisha. Sasa Ibilisi yeye mwenyewe anakuja, lakini anatumia mawakala, wengine kwa kujua, wengine kwa kutokujua. Hawezi leo kumtumia nyoka mnyama, maana nyoka mdudu tukimwona hawezi kusema kwa lugha ya kibinadamu. Akisema kwa lugha ya kibinadamu tunasema ni pepo, tunatafuta fimbo tumchape, tumpige, tumuue. Kwa hiyo lazima atafute watu tunaohusiana nao, ambao tunaelewana lugha, na wakati mwingine watu ambao tunawaheshimu, au watu ambao wanasikilizwa. Amen. Utasikia mtu anakwambia kwamba hiyo sio lazima. Anakwambia Mungu anaangalia ndani, angalia nje. Anaangalia ndani, angalia nje. Unafikiri yeye ndani ya Korinto tu. Na wakati ule hivi na hivi, lakini neno linasema. Sasa neno likiwa linasema kwamba iwe hivi, alafu mtu anakuja anakwambia Mungu anaangalia ndani, angalia nje. Mtu anakuja anakwambia hiyo sio lazima. Unajua ni nyoka yule katika bustani ya Edeni ameingia, yupo kazini. Lengo ni kuwafanya watu wasiliamini neno, wawe miongoni mwao wasioamini. Na anakueleza wasioamini, Ufunuo 21 mstari wa 8, miongoni mwao wanasema sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Amen. Hakuna namna yoyote ya mtu kulikataa neno akaingia mbinguni. Hakuna. Neno ndio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu anaposema si kila mtu aseme Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa Mungu, bali atendee mapenzi ya Babangu aliye mbinguni. Mapenzi ya Baba ndio neno, ndio Biblia. Amen. Na Paulo anaandika katika Warumi 12:2 kwamba usifuatishe namna dunia hii. Alafu anasema bali ufahamu nini yale mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mapenzi haya yanapatikana kwenye neno, kwenye Biblia wapendwa. Kwenye Biblia. Sasa mkakati wa Ibilisi ni kuwafanya watu wawe miongoni mwao wasioamini. Wawe miongoni mwa wasioamini. Na kama mtu akiwa miongoni mwa wasioamini, maana yake hakuniamini neno, si ndio? Haendi mbinguni. Pamoja pendo wangu. Ni jambo la kweli. Lakini inaonekana kama vile mbona mambo madogo tu. Wale vitu vidogo tu. Vitu vidogo. Wapendwa, Mungu anatujaribu katika mambo madogo. Amen. Aliye mwaminifu katika hilo dogo sana ndio atakuwa mwaminifu katika hilo kubwa pia. Tangu zamani labda na nilikuwa nataka kuangalia zaidi kabla Mungu hajawapa zile amri 10 wana wa Israeli. Wana wa Israeli kama kaida yao kanungunika, wakasema tunataka nyama, tunataka nini? Basi Mungu akasema hamna neno. Akasema Musa, nitawapa nyama, alafu nitawajaribu katika jambo hili. Ukisema vizuri pale maandiko, katika jambo lile Mungu baraka zile anazowapa, alafu atafanya nini? Atawajaribu. Na akaonyeshia mana mikate. Na akasema katika jambo hili nitawajaribu pia. Hapo kabla amri 10 zijaje. Alafu akaanza kuwapa amri ndogo tu. Akasema sasa kila mmoja ukote kiasi kinachomtosha. Kila kichwa pishi. Pishi moja. Amen. Familia pishi na nini. Hivyo jambo tu. Wengine wanakwenda kule wanajikusanyia wanakuta mengi zaidi. Unaona? Sasa hali tumepesi tu. Walipokota mengi akaoza. Yaani walafu wataka kule mpaka na kesho yake yameoza. Sasa alipota kidogo hajapungukiwa na alipota mingi, mingine yameoza. Alafu na pia akamwambia hivi, siku ya 6 okoteni mara 2. Kwa sababu siku ya 7 maana haitanyesha. Unaona alichomwambia? Haya. Basi akakota siku ya 7 wengine wanaenda.
na jana akakuta mara 2. Kwa hiyo akasema unaona hao watu Musa, unaona watu hapo. Na sasa hapo amri 10 bado. Sasa kama watu wanashinda hizo amri ndogo, amri 10 watazaza wapi? Wale maana amri 10 ilivyokuja Mungu akasema lakini hawa kama vile amri ndogo wameshindwa kutii. Hizi kubwa wataweza. Akasema basi lakini nawapa. Lakini wapendwa, Bwana Yesu wakati anafundisha pale katika Mathayo sura 5, anasema yeyote atakayeshika amri zilizo ndogo na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini ambaye hata zitenda hizi amri zilizo ndogo, yaani mgogoro upo katika amri zilizo ndogo. Amen. Unajua mambo mengine yanakwenda, Biblia inasema, unaona, anasema wanawake na wavae mavazi ya kujisitiri. Yaani nani ndogo tu, kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, si kwa kusuka nywele. Amen. Na kuvalia dhahabu. Amri ni ndogo, ndogo tunasema kwamba basi halafu ndio maana mimi nimeshangaa nimeona hamna eleni. Mungu awabariki sana. Amen. Na hiyo ni miungu. Ni miungu. Kusuka nywele ni miungu kabisa. Na uhusiano chochote ambacho kinatoka kwa Mungu, Mungu ambacho sio chake hakitaki, kwa sababu kimetoka kwa Ibilisi. Na kina maana miungu ile ya kike, sanamu zao zilikuwa zinametindwa kila aina ya aina nywele. Hizo vinywele vidogo, muangalie Buddha, Mungu wa Wahindi. Ndio vile vinywele. Watu wanakusuka vile maana yake wanapeleka ibada kwa Buddha. Vile vidogo sana wasikia na vitache. Nywele zote unazoziona, nywele zile ambazo zinafuta nini zile asili yake ni Misri, kwa sababu wale walikuwa wanaabudu Mungu nyoka, na ile ni alama ya vinyoka vile, maana walikuwa wanaabudu kobra, ndio nyoka zao, ndio miungu yao. Kwa hiyo walikuwa wanapeleka ibada kwa miungu. Sasa na miungu yote hiyo, haya mashikolefi hayo, masheri, ile miungu ukiangalia, ukifuatilia tu, alafu angalia picha zao, mfano sisi Kilimanjaro, sio utaona nini Mabutu, yote yale ni ya miungu. Sasa Mungu anakataa kwa sababu kusuka nywele asili yake ni shetani. Na kwa sababu asili yake ni shetani, watu wa Mungu wakisuka nywele bila kujua wanapeleka ibada kwa shetani. Kitu ambacho Mungu hapendi, hataki, kwa sababu kitu cha shetani Mungu hakitaki. Amen. Amen wapendwa. Amen. Mapambo vile ni miungu. Ibada zile za miungu Mungu hataki. Sio kwamba Mungu anatufungia jambo jema au jambo zuri kama tusipendeze na kadhalika. Hii ni ibada ya miungu. Na usio na miungu mingine ila mimi, ibada za miungu ndio inafanya Mungu akasirike. Asema sasa kama unafanya miungu, hakuna kichafu kitakachoingia mbinguni. Amen. Kama unapenda wangu. Sasa kwa hiyo mtu akikwambia Mungu anaangalia ndani na angalia nje, ni Mungu. Yaani lengo anataka kupoteza jumla, kwa sababu wanakuwa miongoni wao wasioamini. Wasioamini hawezi kuingia mbinguni kabisa. Na neno tunafahamu maandiko hayo kama katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Neno, angalia tena Yohana sura 12 uweze kuona. Yohana sura 12 mstari wa 42 kuanzia hapo mstari wa 47 mpaka 50. Samahani, Yohana sura 12 kuanzia mstari wa 47. Yohana 12 mstari wa 47 mpaka 50. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ili niuokoe ulimwengu. Yeye anikatae mimi, sasa tuseme wote, yeye anikatae mimi, asiyakubali maneno yangu, Kukataa maneno ya Yesu, kutokukubali maneno ya Yesu ni kumkataa Yesu. Yaani full stop, ndio iko hivyo. Mtu anaweza kusema nampenda
neno lake unalikataa, tunalikataa. Haiwezekani. Katika viwango vya Mungu, yeye ambaye anayakataa maneno yake amemkataa Yesu, kama hawa leo wa Israeli walivyokataa neno la Mungu, wamemkataa Mungu, wamemdharau Mungu, hawakumwamini Mungu. Ndio Mungu anasema hawa utanizarau mpaka lini? Hawajaona nilivyopigania kule Misri, bali ya Shamu imegawanya, njiani nilivyopigania. Ina maana yote yale niliyofanya kule nyuma wameyasahau, au ni kitu gani? Hizi ni dharau. Alafu wanasema siwezi kuingiza Kanaani. Hawaniamini bado. Pamoja na yote yale niliyoonyesha, hawa hawataingia Kanaani. Hawa lazima waangamie. Hasira za Bwana zikawaka juu yao. Hawakuingia Kanaani. Hawakuingia Kanaani. Ndio maana yule mtume anatukumbusha neno lake yule kwa watu wote. Anasema tena, ndugu, sitaki mkose msisahau japokuwa mnayafahamu haya, kwamba Bwana akisha kuokoa watu aliwaangamiza tena jangwani wale wasioamini. Amen. Amen. Kwamba pamoja tumeokolewa, huko wengine kukataliwa. Ikiwa tunakuwa miongoni mwa wasioamini neno. Amen. Neno ndio kila kitu. Amen. Amen. Neno linaposema katika neno tuko salama. Tukikataa neno hatuko salama. Kabisa hatuko salama. Na Mungu hapendelei uso za mtu. Hapokei rushwa wala angalii uso wa mtu. Nasema kwa hakuna upendeleo upande mwingine ndio huo. Kwamba huyu labda nitampendea kwa mwingine, hamna. Amen. Neno lake linakaa pale pale. Wasioamini hawezi kuingia mbinguni. Kilicho kinyonge hakiwezi kuingia katika mji mtakatifu. Kufanya machukizo na uongo hawezi kuingia mji mtakatifu. Sasa kama wana kule hawa ni kutoka motoni. Haifai katika jina la Yesu. Haipendezi katika jina la Yesu. Ufunuo Yohana 21 mstari wa 8, na sasa maandiko hapo yanasitiza Ufunuo 21 mstari wa 8, na hao wasioamini ndio hao. Mstari 21 mstari wa 8 ni kundi moja, bali waoga na wasioamini. Naomba tuseme wote, na wasioamini. Hili ni kundi kubwa, si tu watu ambao wanampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wasioamini wote kwa ujumla wake, hata ambao hawakuamini neno. Amen. Bali waoga na wasioamini na wachokozao na wauaji na wazinzi na wachawi na waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa lililo na moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Mauti ya pili au mauti ya milele, adhabu ya milele ndio hiyo. Watakaotupwa kule miongoni mwao ni wasioamini. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ujumbe nilioleta, tusiwe miongoni mwao wasioamini. Neno likisema ndio mwisho wa habari. Mungu aliandika haya. Hivi Mungu anakosea kwamba labda alipitiwa kuandika maandiko haya? Paulo kaandika Yesu mtakatifu 2:9, akarudia tena katika Waraka kwanza Petro 3 moja hapo na kuendelea. Anasema kujipamba kwenda labda kwa kina mama, sipo kufanya na kadhalika. Hao yalikosea ile maandiko. Yalikosea? Hapana. Mungu hapitiwi kama sisi. Alikuwa na maana, alikuwa amemaanisha kwamba ni hivyo. Amen. Amen. Amen wapendwa wangu. Lakini hapo tumeangalia jambo kwa sababu ndio jambo linalosumbua kanisa la leo. Ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote na eneo hilo, lakini maeneo yote mengine neno linavyosema tukae katika neno. Amen. 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 Ndio iwe katika eneo la kusamehe, usiwasamehe watu makosa yao, baba mwingine hata wasamehe nini. Hivyo. Amen. 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 Na mafundisho tunajifunza yote kwa pamoja yake, kama ni kulipa zaka. Sio fundisho la Agano la Kale ile usidanganye mtu mpaka Agano Jipya. Bwana Yesu akafundisha pale Mathayo 23 kwamba mnalipa zaka, tena akatumia neno kulipa zaka za mnanabi za najira. Alisema yeye wapaswa kuyafanya mambo ya dini yale, wala mengine msiyaache. Amen. Amen. Ndio vyote vinavyokuwa fundisho hilo liko wazi.
Mwanamke asivae mavazi ya kupasa mwanamume, mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa hiyo hakuna suruali za kike kama wengine wanavyodai, ni uongo. Lengo ni lile lile tu, kudanganya. Nyoka zamani yule katika bustani ya Edeni ndio yule anatenda kazi leo. Amen. Mapambo yote tupilia mbali, kwa sababu yana uhusiano na miungu na ni roho ya Kiyezebeli, na tukikata hiyo kama tunavyokataa hapa, tunafanya vema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Basi tusimame mbele za Bwana. Tumshukuru Bwana na tumwambie Bwana azidi kutupa neema hii na kanisa zuri kabisa. Watu wa Mungu ninyi na watakatifu na mbinguni, tukaze mwendo, tusonge mbele. Hebu kazi zote yako mshukuru Bwana na mwombe Bwana kadiri Bwana anakuongoza wakati namleta mtumishi wa Mungu. Kila mmoja pale sauti yako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, zungumza na Bwana jambo fulani. Zungumza na Bwana jambo fulani. Mwambie Mungu mwenye nguvu, Bwana, maana waitoa ni wengi, watulivu ni wachache. Bwana, nikupita katika lango chembamba na kwenda mbinguni. Bwana, ni kweli njia imesonga, mlango ni mwembamba. Baba nisaidie. Baba nichungue. Baba niwezeshe. Endelea kumsifu Bwana. Endelea kumsifu Bwana. Endelea kumsifu Bwana. Endelea kumsifu Bwana. Kama kuna jambo fulani ulikuwa na mashaka nalo, usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka. Eva aliletewa mashaka kwanza, alafu ndo kutokuamini kukafuata. Naomba kadiri Bwana kuongoza. Naomba kadiri Bwana kuongoza. Endelea kumsifu Bwana. Endelea kumsifu. Mwambie Mungu akusamehe mahali ambapo umekuwa na mashaka na yeye. Mwambie Yesu, natubu. Mara nyingi Bwana amesema nasi kwa neno lake, tumekuwa na mashaka, tumekuwa na hofu. Mungu anakasirika, Mungu anachukia mashaka yaliyofanywa mbinguni. Hawakuingia Kanaani. Fikiri watu 1,000,000 aliwaua wote, wakaingia watu 2. Mungu wingi si tatizo. Mungu analiangalia neno mpaka kulitimiza. Yesu, niko mahali hapa, nimeshakia neno lako, nimeshakia neno lako. Mungu alipoagiza, Mungu aliposema, mahali ameagiza, mahali ametamka, inuka, wanapingana sauti ya Mungu. Mungu atulehemu, nisamehe mimi Bwana, mahali nimeshakia neno lako, mahali nimepuuzia lako, mahali sijaliamini neno lako, unisamehe Bwana. Nisiwe miongoni mwa wasioamini ambao waliangamizwa wote, pamoja na kwamba aliwaokoa Misri. Anasema yule aliyeokoa Misri ndiye aliyewaua jangwani, ndiye aliyewaangamiza jangwani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Yamkini wewe umeokolewa, lakini utaangamizwa kwa sababu ya kutokuamini kwako. Umekuwa ni mtu usiamini. Mungu aliposema usiogope, mimi ni pamoja nawe. Umwamini Mungu aliyesema usiogope. Mungu tusamehe, tumekuwa ni watu wenye mashaka, tumekuwa ni watu wenye kusita. Na tukasema mtasita katika nia mbili hata lini. Tumekuwa ni watu wa nia mbili, tumekuwa ni watu wa kusita. Kumbe tunamchukiza Bwana. Mungu tulehemu, Mungu tusamehe. Leo kanisa lako, leo watu wako, tumeshakia neno lako, tumeshakia sauti yako. Ulipoambia nimewapa nchi ya Kanaani, nenda ukaipeleleze. Ulikwisha kuwapa. Ulijua Kanaani kuna majito, ulijua Kanaani kuna manefele, lakini ulikwisha kuwapa. Hawakuamini maneno yako, walikushakia. Hata ukasema Musa, watu hao wamenidharau. Kumbe ni aibu. Naona aibu mbele za Bwana tunapomwonea mishaka ya Mungu, tunamdharau. Tusamehe Bwana. Mara ngapi umemdharau? Kwa kutokumwamini, kwa kuwa na mataka na yeye. Anasema wamenidharau, wamenilinganisha na manefele, wamenilinganisha na nchi, nayo majito. Mimi ndiye niliyoyaumba. Wakasahau kwamba hayo majito yameumbwa na yeye, hayo manefele yameumbwa na yeye. Akasema wamenidharau. Kwa kuwa wamenidharau, hawataingia Kanaani. Wote watakufa kama walivyosema. Mwambie Bwana unisamehe. Nisamehe Bwana.
nikamshakia mashaka. Nilipoona nimelala njaa, nilipoona ninalia, nilipoona nina mashaka, nikamshakia Bwana. Mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe. Maneno ya watu yamenifanya nione mashaka, mazingira ninayokutana nayo, mambo ninayopitia yametufanya tumshakie Bwana. Mwambie Yesu nisamehe, mwambie Yesu nisamehe. Yale ninayoyaona, yale ninayosikia yamegeuza moyo wangu nikawa na mashaka na wewe. Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana. Mwambie Yesu kusamehe, mwambie Yesu akurehemu, mwambie Yesu akurehemu, mwambie Yesu akurehemu. Amenituma neno jioni leo, ni kwa ajili ya nafsi moja inayosikiliza, inayofuatilia. Bwana amenituma neno ili tuponye, ili tuokoe, usiangamie. Rudisha imani yako kwa Bwana, uwe na moyo wa Kalebu, uwe na moyo wa Yoshua, kwamba Bwana wetu ameondolea uvuli wao, ameondolea nguvu zao. Mungu atatusaidia. Napopita katika maji mengi hayatanigharikisha, napopita kwenye moto hautaniunguza. Niamini hilo neno, niamini hilo neno nililosema, utapita kwenye maji mengi hayatakugharikisha. Amini hilo neno nililosema, utapita kwenye moto hautakuunguza. Amini hilo neno, amini hilo neno, amini hilo neno, amini hilo neno nililosema. Naam, nimekushika mkono wa kuume wa haki yangu. Nilikwambia usiogope. Amini hilo neno, amekwambia usiogope, amekwambia usiogope. Mungu atakupigania, Mungu atakushindia, Mungu atakutetea. Usiogope matisho yao, usiogope maneno yao, usiogope maneno yao, usiogope matisho yao. Mungu unayemtumikia, Mungu unayemwabudu atakutetea, atakupigania, atakushindia. Hili neno la Bwana kwako liboshakata. Ndio Bwana, turehemu, utusamehe Bwana. Uposema nitakupa, mbele nanyi mtapewa. Tumekuwa na mashaka, tumekuwa na mashaka. Sababu madaktari wametuambia haiwezekani. Tukawalinganisha madaktari na wewe Bwana, tukalinganisha sauti ya ugonjwa ya kama ugonjwa huo unatiba, ugonjwa huo uponyeki. Tukakushakia wewe, tukakulinganisha na ugonjwa, tukakulinganisha na TB na kansa. Kumbe uko Mungu uliye juu ya kansa, uko Mungu uliye juu ya kila ugonjwa, uko Mungu uliye juu ya kila falme, uko Mungu matora haya teposa. Tusamehe Bwana, samehe kanisa lako, wasamehe watu wako Bwana. Tunanyenyekea chini ya mkono wako, tunaomba neema na rehema zako. Hurumia watu wako Bwana, hurumia kanisa lako, hurumia kanisa lako. Tumeshakia maneno yako, kusikiliza maneno ya viongozi. Ati Mungu angalie moyo, uangalie mwili, angalie moyo. Sauti hata sasa nazungumzwa, umepotosha wengi, umepotosha wengi, umepotosha wengi. Unasema hata aliongea na Wakorinto, hakuongea na sisi. Neno hili alituhusu, kumbe sauti ya ibilisi. Tusamehe Bwana, tumekulitii neno lako, kuliishi neno lako, tumekutembea neno lako. Saidia kanisa lako, saidia watu wako Bwana. Tumepangani Mungu, tumechagua kuanguka miguuni pako, tumechagua kuanguka miguuni pako. Tutakukemewa na wewe, tayari kuonywa. Wana wale wapendao wakemea na kuwarudi. Saidia Mungu, saidia kanisa lako, saidia watoto wako, tuache mikononi mwako. Oh my God. Ishike mkono
Omba katika roho. Oh, nishike mkono Bwana, nishike mkono, mwambie Bwana nishike mkono. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Unisaidie, unisaidie Bwana, unisaidie, unisaidie Bwana, unisaidie, unisaidie Bwana, unisaidie. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Nibadilishe Bwana, nibadilishe, 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 nibadilishe Bwana, nibadilishe. Wewe ni nuru yangu, wewe ni nuru yangu, wewe ni nuru, wewe ni nuru yangu, wewe ni nuru, wewe ni nuru yangu, wewe ni nuru. Unimulikie Bwana, unimulikie, unimulikie Bwana, unimulikie, unimulikie Bwana, unimulikie, unimulikie Bwana, unimulikie. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwako Yesu nasimama, niwe pambanisha namba, niwe pambanisha namba, niwe pambanisha namba. Maishani mwangu nasimama, niwe pambanisha namba, niwe pambanisha namba, niwe pambanisha namba. Wewe ni mwamba, tunakushukuru. Asante kwa pendo lako kwetu, asante kwa neno lako ulituma jioni leo. Tunanyenyekea kwako katika jina la Yesu, amen. Amen. Shika sadaka yako tu.
Mwenyezi Mungu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya jioni njema ambayo Bwana umetupa. Ninakushukuru kwa watoto wako hawa ambao umetukusanya. Tumelisikia neno lako. Basi Mungu, atukunja mikono mitupu. Bariki sadaka ambayo mtoto wako anaitoa jioni leo. Iunganishe na neno jioni leo. Ikanene mema juu ya kila mmoja wetu. Bariki wafanya biashara, bariki wafanya kazi. Kafungue malango ya fedha kwa watoto wako. Asante kwa sababu upo kutenda yaliyo makuu katikati yetu. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu niomba. Amen. Amen. Nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wanaulita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Yesu alikwenda mbinguni kwa Baba, watu wanadhihaki ananisubiri ulifike langoni. Sasa hii siyo nchi yangu tena. Urafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wananiita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Yesu alikwenda mbinguni kwa Baba, kwa mikono yangu ananisubiri ili nifike langoni. Sasa hii siyo nchi yangu tena. Yesu rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wameniita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wanaoniita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Haleluya, haleluya, makofi kwa Bwana. Malaika wanaita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Malaika wanaita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Katika jina la Yesu, achana na nchi hii, achana na nchi hii, achana na mambo ya dunia, achana nayo. Hapa sio kweli. Wanakuita mbinguni, utakani Bwana. Mambo ya dunia hii achana nayo, mambo ya dunia hii achana nayo kwa jina la Yesu. Malaika wanaita mbinguni, sasa hii siyo nchi yangu tena. Kama muona vaa hivyo, ambia hapa sio kwetu. Wenye nchi vaeni. Amen. Sio utamaduni wetu. Utamaduni wetu tunavaa hivi.
utamaduni wenu mnavaa hivyo. Haleluya, haleluya. Mbona ujipambe? Pia utamaduni wetu hatujipambe, ile utamaduni wenu mnajipamba. Malaika wanaita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Jisikie fahari, jisikie fahari kumpenda Mungu, jisikie fahari kuishi maisha matakatifu. Usijione mnyonge hata katika watu milioni peke yako. Unaambia sasa hii sio nchi yangu. Nyinyi mnaipenda kwa sababu ni ya kwenu, mimi siipendi. Haleluya. Malaika wanakuita mbinguni. Ng'ang'ana kuingia mbinguni. Achana mambo ya dunia. Acha uonekane mshamba, maana hapa kwao, kwetu ni mbinguni. Tuachie nchi yao, tuachie mavazi yao, tuachie mambo yao. Sisi tupambane kwenda nyumbani. Haleluya. Tunakaribia kurudi wapi? Malaika wanaita mbinguni, sasa hii sio nchi yangu tena. Malaika wanaita kwa Baba, sasa hii sio nchi yangu tena. Tunakushukuru Mungu wa mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa uaminifu na upendo wako. Tumechagua kukupenda, tumechagua kukutii, tumechagua kukusikiliza wewe, tumechagua kuanguka miguuni pako, maana hapa si kwetu. Subiri sauti ya malaika wanatungoja kukulaki mawinguni. Msaidie kila mtoto wa Mungu mahali hapa, Baba, tunaporudi majumbani mwetu, utukufu wako uwe nasi. Wanapanga vyombo vya moto, kawalinde, kuwalinda usiku, kuwalinda asubuhi. Alifunika kanisa na madhabahu hii kwa damu ya Yesu. Ulinzi malaika wako ukazingira mahali hapa. Asante kwa watoto wetu wa kike na wa kiume, wote tunawachia mikononi mwako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wako Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Makofi.